بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tunaendelea na risala yetu ambayo inaelezea shurutu as-sala wa arkanuha wa wajibatuha ya fadilatu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Na leo tunaanza arkanu as-sala. Sawa? Naam. Arkanu as-sala, nguzo za swala. Na nguzo au ar-rukn ni ule upande ambao una nguvu katika swala, kwa sababu nguzo ni kitu ambacho kimo ndani ya swala, na hiyo ndio tofauti yake na tofauti ya ash-shart, sababu masharti yanakuwa ni nje kabla ya kuingia kwenye jambo lenyewe, na ruknu ni juz'u katika ile swala, ni sehemu katika ile swala na inaingia ndani ya ile swala, lakini sharti si katika sehemu za swala, ima zinatangulia kabla au zinasuhubiana, kama vile nia, kama vile kuelekea kibla, kwa sababu unasuhubiana na ile swala mpaka mwisho. Lakini nguzo ni sehemu katika ile swala, watu utarukuu nguzo, sujudi ya ile swala yenyewe inaundika, hizo nguzo zinakuwemo. Ndio tofauti yake iliyopo baina ya الركن والشرط. na swala tunafahamu kwamba katika lugha ni dua, ad-dua katika lugha neno sala ni dua, na neno as-sala shar' tofauti. Katika sheria ni aqwalun wa af'alun, ni maneno na vitendo, makhsusatun maalumu, ni maneno na vitendo maalumu, muftatahatun bitakbiri, venye kufunguliwa na takbira, mukhtatamatun bitaslim, venye kuhitimishwa na salamu. Idhibitini, tukiulizana watu wanajua kwamba sala katika lugha ni ad-dua, lakini katika shar'i tukisema sala takusudia ni aqwalun, ni maneno, wa af'alun, na vitendo, makhsusatun maalumu. Hayo maneno wa maneno maalumu, si utatafuta maneno yoyote, na vitendo pia maalumu. Muftatahatun bitakbir, maneno hayo na vitendo hivyo vinafunguliwa na takbira. Ukisema Allahu akbar ndio unaanza kufungua hayo maneno na vitendo hivyo maalumu. Mukhtatamatun bitaslim, venye kuhitimishwa na salamu, kwa maana maneno hayo maalumu na vitendo hivyo maalumu vitahitimishwa na salamu. Ukishatoa salamu utaongeza maneno mengine unataka mwenyewe huko, sababu swala ishakuisha. Dhibitini, siku nyingine tukiulizana basi pasiwe na kushangaa. Tayib, anasema Sheikh, ar-rukn al-awwal, nguzo ya kwanza, alqiyamu ma'al qudrati, kusimama pamoja na kuweza. Kwa maana kiashiria kwa mtu asiyeweza itakuwa sasa yeye kwake imeondoka ule wajibu lakini ataswali kwa kukaa au kwa kulala, lakini kusimama kwa mwenye kuweza. Mtu yoyote ambaye anaweza kusimama, kai tunazungumzia swala ya fardhi, mtu yoyote ambaye anaweza kusimama akaswali kwa kukaa maksudi katika swala ya fardhi, swala yake imebatilika. Swala ya faradhi. Ama swala ya sunna inajuzu mtu kuswali kwa kukaa, lakini malipo yake anapata nusu kwa mtu aliyesimama, kwa maana malipo anayopata mtu aliyesimama katika swala ya sunna na mwingine akaswali kwa kukaa, kwa sababu swala ya sunna hata kama ukaamua tu mwenyewe kuswali qablia au baadia au tahiyatul masjid kwa kukaa hakuna neno, lakini malipo ni nusu ya mtu aliyesimama. Tunaelewana?
na tunaelewana. Tofauti na mgonjwa kama ataswali kwa kukaa malipo yake ni sawa sawa katika swala ya faradhi kwa sababu ana dharura. Kwa hiyo swala ya faradhi watu watahadhari katika hili. Usione mtu kidole chako umejikwaa kidogo ukakaa kama baadhi ya watu wanaofanya. Unakaswali kwa kukaa ukaona kama ni jambo tu la mchezo. Swala inabatilika kama unaweza kusimama. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya kwamba anatakiwa mtu aswali swala ya faradhi kwa kusimama ni kauli yake Allah Ta'ala aliposema katika surati al-Baqara aya ya 238, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hafidhu ala as-salawati, zihifadhini swala. Hafidhu ala as-salawati, swala tano, zihifadhini swala tano, kuziswali kwa wakati na zile kama inavyotakikana, kuswali kama inavyotakikana. Was-salati al-wusta, na swala ya katikati au swala ya kati na kati. As-salatu al-wusta, tumeelewana. Kwa hiyo aliposema as-salawat, malaki hafidhu ala as-salawati, swala tano, na salatu al-wusta ni salatu al-asri. Yenye nguvu kauli kwamba swala ya kati na kati hapo ni swala ya alasiri, ndio swala ya kati na kati. Na muhafadha, kuzihifadhi hizo swala ni kuzitekeleza katika wakati wake na masharti yake na nguzo zake, na kuwa na khushu, unyenyekevu. Tumeelewana sijui? Kwa hiyo ndo maana yake hiyo. Hapo hapana ushahidi mpaka hapo tuliposoma. Sawa? Hapana ushahidi wa kwamba mtu akiswali amesimama. Takatuelewane uzuri. Hii sehemu tunomalizia katika aya waqumu lillahi qanitin, ndio sehemu ya ushahidi. Tumeelewana sio? Kwa sababu kuna amri hapo ya kusimama na kuna amri ya alqunut, khushu'. Mna vitu viwili. Sawa? Waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qanitin ay khashi'in, waqumu lillahi qanitin, nasimameni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa nyinyi ni madhalili na utulivu, khushu', hali ya kuwa ni wenye khushu' katika swala. Haya. Hiyo ni dalili ambayo Sheikh ameitaja. Na pia kuna hadithi ile ya sahihi Muslim ambayo hadithi ya Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma wa idha lam yastati' al-marid yusalli qa'iman. Kwa hiyo ile hadithi inayosema idha maridha al-'abdu au safara, afwan, kabla ya hiyo ni ile hadithi ya sahaba yule Umran bin Hussein, sio? Ndio alikuwa mgonjwa wa bawasiri, akamwambia salli qa'iman, swali li ya kusimama. Salli qa'iman, swali kwa kusimama. Fa in lam tastati fa qa'idan, ukishindwa ka. Ndio anamwambia swali kwa kusimama kwanza. Tunaelewana mashekhe? Naam. Kwa hiyo katika kuamrishwa kuna amri ya kusimama, ya qiyam na qunut, ambayo hiyo qunuti wa qanitina itajumlisha. Sasa haifai kuzungumza, na ilipoteremka aya hii ndio masahaba wakakata kuzungumza maneno ya kawaida katika swala. Kabla ya hapo walikuwa wanazungumza. Mtu anaweza kuja akamuuliza mwenzie, unasemaje bwana, utanikuta labda nitakusubiri hapo nje kumaliza swala, yupo ndani ya swala mfano. Lakini ilipoteremka aya hii ikawa hawazungumzishani tena kwa ajili ya neno hilo waqumu lillahi qanitin. Alqunut maana yake ni kunyamaza, kukatikana na maneno na kuwa na khushu' na utulivu. Athani, nguzo ya pili,
takbiratul ihram. Takbiratul ihram takbira ya kuhirimia naitwa hivyo hivyo kwa wepesi, kwa kifupi itaitwa hivyo takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia. طيب, kwa hiyo kuna takbira ya kuhirimia kusema Allahu akbar, takbira ya mwanzo kabisa. Mtu akishakuwa ameelekea kibla amesimama, inayofuatia ni takbira, hakuna maneno mengine. Ile unukuliwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akisimama kabla ya kupiga takbira, kama alikuwa anaanza a'udhu billahi minash shaitani rajim au bismillahir rahmanir rahim au inna allaha malaika na mfano wa mambo kama hayo, kichonukuliwa akielekea kibla akisimama, inayofuatia ni kuleta takbira. Kwa hiyo takbiratul ihram ni ya kwanza katika takbira na hiyo katika swala kama vile kuhirimia katika haji au umra, na imeitwa takbiratul ihram, takbira ya kuharamisha, kwa sababu yahrumu ala almusalli idha dakhala fi salatihi bihadhihi at-takbira umurun kanat halalan lahu qabla dhalik. Kwa sababu ukishapiga takbira hii yanaharamika juu ya mwenye kuswali akiingia katika swala kwa kuleta takbira, yanaharamika kwake mambo ambayo yalikuwa ni halali kabla ya kupiga hii takbira, kama vile kula. Kwa sababu hata kama mtu akielekea kibla amesimama anaweza kula, anaweza kuitisha maji akanywa, lakini akisema Allahu akbar, ile takbira ile inaharamisha yale yaliyokuwa halali kabla ile takbira. Umeelewana sio? Naam. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbiru, sawa, sema tahrimuha at-takbiru, manake nini? Manake nini tahrimuha at-takbir? Kuharamisha kwa swala takbira, kuharamisha, chenye kuharamisha mambo ambayo yalikuwa halali kabla, yenye kuharamisha katika ile swala nini? Takbira ndio inoharamisha mambo, inaharamisha yale yaliyokuwa halali kabla ya hapo. Na alisema wa tahliluha taslim, na chenye kuhalalisha hayo mambo ni salamu. Tumeelewana? Kwa maana ukishatoa salamu tu utatishwa maji hapo, utakunywa, kula waweza kula, waweza kwamba baada ya swala tu unakula, ndio si ushatoa salamu. Sababu chenye kuharamisha hayo mambo ni takbira, na chenye kuhalalisha ni salamu kama kula, kunywa, kuzungumza. Na takbira pia hazina tofauti. Hili ni jambo la tambii kwamba takbira fulani ina mtindo huu, kama baadhi ya watu wanavyofanya, kwamba takbira ya kwenda kwenye sujudi ina mtindo wake, namna ya kuisema. Takbira ikiwa fupi tu ina namna yake, ina mtindo wake, kwamba takbira ya kukaa. Tumeelewana? Baadhi ya watu wanatofautisha hiyo, la bali kuvuta kuliko kwa kukubwa, kwa sababu hakujapokelewa kwamba ati mtu akitoka juu kwenda kwenye sijida takbira yake iwe refu lakini akirudi kama kwenye kukaa iwe fupi tu. Hakujapokelewa utaratibu kama huo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar ndio takbira, sio Allahu akbar. Sema lazima useme hivyo ili mtu ajue kwamba unaenda kusujudu. Kwani alikuwa wapi mpaka hajui kwamba wewe unaenda kusujudu? Alafu ukirudi hapa uweze kusema Allah, yani unafananisha ile nguzo namna ya kwenda urefu wake na ile takbira ilivyo. La, lakini ukirudi Allahu akbar, wewe ndio unasema kule Allahu akbar, mbona ukutenda msema Allah? Anasema kwa sababu hapa ni pafupi tu nguzo yenyewe ilivyo. Kwa hiyo hakuna mitindo kwamba ikiwa nguzo ni refu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine pana masafa kidogo iwe refu takbira, lakini pakiwa pafupi na takbira nayo iwe fupi, ile tanabahini. Wasifanye watu hivyo. Na pia neno lenyewe watu watamke vizuri. Baadhi ya watu wana yamudduna madha al-alif
wanasema Allahu akbar, wantia istifham kama hamza mbili hizo, kama je Allah ni mkubwa, Allahu akbar, tungesema Allahu akbar, nafanya hivyo ni kosa. Na pia neno akbar wengine wasema Allahu akbar, uvuta na vuta ba, tumeelewana, ni makosa pia, kwa sababu akbaru ni ngoma zikiwa nyingi, jamu ikiwa moja ni kibaru, ngoma moja. Kwa hiyo akbaru wasivute ni Allahu akbar, Allahu akbar, na sio useme Allahu akbar. Maana wengine ufanye hivyo Allahu akbar, uisikira wala na kafu ni katika herufi za hams, ikiwa na sukuni wa ina sauti ak ndio inasikika hivyo, sio akbar ukafanya kama ghaini, Allahu akbar ukafanya kama ghaini, pamoja sio ghaini, sababu pia ghaini haiwezi kuwa hivyo ikiwa na sukuni, na itamkiki hivyo, Arabu wasemi hivyo. Lakini nakusudia kwamba ile kafu yenyewe haitoki, utabatilisha, sababu ni nguzo tunazungumza. Kwa hiyo utamkaji pia watu, hii takbira nimetoa maelezo hivyo kwa sababu ya mitindo ambayo watu wanafanya, na ni maneno tu mtu kusema Allahu akbar, lakini utaona watu namna wanavyo wakiswali wanavyo Allah akaitikisa hivi akaitikisa maneno, wala hayahitaji jambo hilo. Wa ba'daha al-istiftahu wa huwa sunna. Sheikh akatia maneno hapa akasema wa ba'daha, na baada ya hiyo takbira al-istiftahu, sawa, kuna dua al-istiftahu ya kufungulia swala, akaitaja moja wa huwa sunna, lakini dua yenyewe ni sunna, sio fardhi, ni sunna. Lau kama mtu akiacha katika swala, mfano akasahau, hakuna sijida ya kusahau kwa sababu ni sunna. Hatuwezi kusema lau kama mtu akaiacha kwa makusudi, yeye saa anaweza kuacha, lakini kwa nini aache? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajawahi kuacha hata siku moja, bali yeye amefanya ili tufanye sisi. Na zimekuja ziko mbalimbali, aina mbalimbali, bali Abu Huraira alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akipiga takbira na nyamaza, akamuuliza kwa nini ananyamaza, huwa unasema nini? Kwa sababu wanaona kama kuna maneno wao wanasikia kuna kitu kinasemwa, lakini ni nini? Akawaambia Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib, mpaka mwisho, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu wake akipiga takbira kuna kinyamazo, na masahaba mpaka wakamuuliza kumuona kila kipiga takbira na nyamaza hivi. Lakini wewe usema Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin, sayyidua umesoma saa ngapi? Naam, lazima usome dua kufungulia swala. Yani sikisemi lazima kwamba ni wajibu, lazungumza kwamba ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa uko hivyo, lakini katika hukumu wanataja wanachuoni kwamba ni sunna, sio nguzo. Qawlu wa ba'daha al-istiftahu wa huwa sunnatun, na baada ya hapo kuna al-istiftah, dua ya kufungulia swala, nayo ni sunna. Qawlu, hada inawezekana ikawa kuna mubtada za kutoa huwa qawlu, ikawa labda anazungumzia hivyo huwa qawlu subhanaka, nayo ni kusema hiyo dua subhanaka, Allahumma subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala, jivuteni. Watu wengine wengi wasema wa ta'ala jadduka, la, wa ta'ala jadduka, tumeelewana. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, kwenye Qur'ani katika surati al-Jinn, mattakhadha sahibatan wala walada, ta'ala jaddu rabbina, maana kama hivi tu, yani azamatu rabbina. Wa ta'ala jadduka wala ilaha ghayruka, emtamkeni itikieni subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka
wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Kwa hiyo miongoni mwa dua za kufungulia swala Sheikh akaitaja dua hii, alafu akatoa maana akaitulia akasema wa maana subhanaka allahumma, na maana ya subhanaka allahumma kutakasika ni kwako ewe Allah, ai unazzihuka ninakutakasa. Maana yake at-tanziha utakaso ambao allaiqa bijalalika, wenye kulingana na utukufu wako. Ndio kusema subhanaka allahumma, kama unamtakasa Allah na kila naqais, mapungufu yote. Subhanaka kutakasika ni kwako na kila mapungufu, kutakasika ambako kunalingana na utukufu wako, sio kama anavyotakasika kiumbe ametakasika na hii, lakini kila namna utukufu wako ulivyo ndio inavyolingana na utakasifu huo. Subhanaka allahumma, kutakasika ni kwako, ay unazzihuka tanziha laiqa bijalalik, ninakutakasa utakaso ambao unalingana na utukufu wako. Na maana hiyo na kutakasa kuna kulingana na yeye Allah, ni kwa kile kilivyokuja kwenye Qur'an na Sunna, ndio kuna kulingana naye. Kwa hiyo hii jumla subhanaka allahumma wa bihamdika, na himdi zote ni zako na sifa njema zote ni zako, umeelewana? Ni jumla ndani yake kuna tanzih wal ithbat, kuna kumtakasa Allah na kuthibitisha. Usisema wa bihamdika, unaona umemtakasa na mapungufu na ukasema na sifa njema zote ni zako. Kwa hiyo kuna kumtakasa na kuna kuthibitisha kile kilichopo kwake. Subhanaka allahumma, umemtakasa na mapungufu, sawa sawa, umesema na kutakasa wewe, utakaso ambao unalingana na utukufu wako, na kutakasa na kila mapungufu. Wa bihamdika, unathibitisha na sifa njema zote ni zako, umeelewana? Haya, kwa sababu ukisema bihamdika, alhamdu ni wasfu wenye kutukuzwa, ni wasfu wenye kutukuzwa, kusifiwa kwa ukamilifu pamoja na kupenda na kukitukuza hiko kitu, ndio alhamdu, kukisifia kitu kwa sifa za ukamilifu pamoja na kukipenda na kukitukuza. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala malaki unamsifia sifa za ukamilifu pamoja na mapenzi na kumtukuza yeye Allah subhanahu wa ta'ala, umeelewana? Kwa hiyo subhana ni ismu ya masdari, subhana inakuwa mansubu daima ala al-maf'uliyya. Haya, kwa hiyo akasema pia shekhe wa bihamdika ay thanaa'un alayka. Wa bihamdika tukao tulivyosema thanaa'un alayka, sifa njema zote ni zako. Wa tabaraka ismuka, tabaraka ismuka, na yametukuka majina yako, kwa sababu hiyo mufrad, ismu ni mufrad lakini ni mudhafu, ni mudhafu katika madha, katika hiyo kafu dhamiri ya khitab, kwa hiyo inakuwa ni umum, unaweza kusema majina. Wa tabaraka ismuka, na yametukuka majina yako, yametakasika pia yametukuka. Ai albarakatu tunalu bidhikrika, baraka hupatikana kwa kukumbuka wewe. Yale majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumkumbuka yeye na kumtaja hupatikana baraka, kwa sababu majina yake yametukuka. Kwa hiyo na wewe pia ukitaka baraka nimkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkar, tumeelewana? Majina ya Allah kwenye kuombea dua, sio kwa majina Allah umuite tu alafu useme kitu. Kama fahamu sofi, labda ukakaa usema Allah Allah Allah, hapo hujasema kitu, umeita tu hujasema kitu. Adhkar lakini inakuwa ni jumla, utasikia subhanallah, alhamdulillah, ni jumla, ina maana. Lakini ukisema arrahman 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 arrahman, halafu kisha nini maana yake? Si jina umeita Allah hivyo. Lakini kwenye kuombea kweli unaweza kuombea, kwa sababu kule Allah anasema walillahi alasmaul husna
fad'uuhu biha, na ana Allah majina mazuri, ombeeni kwayo hayo majina. Kwa hiyo mtu aweza kutamka Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, ukamuita ukaombea dua kwa kutafuta baraka na kitu anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala akupe. Wa ta'ala jadduka, na umetukuka, utukufu wako umekuwa juu, yani adhamatuka ay jallat adhamatuka, umetukuka utukufu wako, jallat adhamatuka. Wala ilaha ghayruka, na hakuna muabudiwa wa kweli kinyume yako, kinyume na wewe. Wala ilaha ghayruka, na hakuna muabudiwa kinyume na wewe Allah Ta'ala. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema katika miongoni mwa baraka katika majina ya Allah ni pale mtu anapochinja anatamka jina la Allah, na lau kama atamki jina la Allah anafahamu chinja maita, sawa, hakifai kuliwa, ni mzoga. Akitamka jina la sheitani huko, lakini ukisema bismillah wallahu akbar, naona msema bismillah, kimekuwa na baraka, kimefaa kuliwa, sawa. Miongoni mwa baraka, sawa, hata ukichinja kutamka jina la Allah anakuwa nafaa kuliwa mnyama, kutamka jina lingine hafai kuliwa. Sasa ni miongoni mwa baraka hizo pia. Tumeelewana sio? Haya. Ay la maabuda fil ardi, hakuna muabudiwa katika ardhi, wala fis samai, wala mbinguni, bihaqqin, muabudiwa wa haki. Tumeelewana? Hakuna muabudiwa wa haki siwaka, asiyekuwa wewe, kinyume na wewe, ya Allah, wewe Allah. Ndio maana ya wala ilaha ghayruka. Kwa hiyo watu wahifadhi, tutakuwa tunaulizana dhikri hii, bali hata maana pia watu wadhibiti. Na dua ya kufungulia swala inaitwa kwa siri baada